Wakati nafungua mkutano kule juzi, niliwakumbusha kwamba miongoni mwa changamoto za malezi na makuzi pia ni changamoto ya watumishi kujisahau. Watumishi wengi wana semina nyingi za lishe, malezi na makuzi. Kwa hiyo wengi pia hawa wanasahau kulea na kushiriki katika malezi na matunzo ya watoto. Wanawaachia wasichana wa kazi kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo wao kazi yao ni kama vile polisi wana slogan inasema carrot and stick. Kazi yao ni kutembea tu na fimbo na kufanya monitoring kwa mbali. Kwa hiyo ninaomba pia watumishi wa umma, pamoja na semina na mikutano mingi ambayo tunaenda, tusisahau malezi na makuzi. Haya yawahusu wananchi, yanatuhusu na sisi pia. Kwa hiyo tufuatilie familia zetu na malezi yetu. Mheshimiwa Rais alisema tusipofanya hivi tunajiandaa kuwa wapweke tutakapokuwa wazee, kwa sababu hakutakuwa na bondi baina yetu na watoto wetu, na hawatajua kwamba sisi tulikuwa bize kwenye shughuli za lishe kule Dodoma. Lakini pia matunzo ya watoto, migogoro tulioipokea kwa mwaka 24-25 unahusiana na matunzo ya watoto hapa Mwanza ni migogoro 1586, lakini matunzo ya watoto waliozaliwa nje ya ndoa migogoro 770. Kwa hiyo wito wangu tuendelee kupunguza hili swala la kuzaa nje ya ndoa, kwa sababu kwanza dini zinakataza. Kisha acha kuzaa nje ya ndoa, maana hata hii migogoro ya matunzo ya watoto waliozaliwa nje ya ndoa haitakuwepo automatic. Na kwa mwaka 24-25 kupitia idara yetu ya ustawi wa jamii tulipokea mashauri 3534 yanayohusiana na mambo mbalimbali. Lakini muhimu zaidi ni kwamba migogoro ya ndoa tuliyoipokea kwa mwaka huu mmoja tu 24-25 ni migogoro 980. Kwa hiyo inaashiria kwamba bado changamoto na migogoro ya ndoa ina madhara makubwa sana katika malezi na makuzi ya watoto, kwa sababu tunao watoto wengi wa mitaani, na tuliwaita siku moja watoto kama 1000 hapa wa mitaani, tukataka kufanya research kwa nini wako mtaani. Moja kati ya sababu, na tulikula nao futari, moja kati ya waliokuwa wakieleza wanasema ni kwa sababu ya migogoro ya ndoa ya familia zao, kwa hiyo wakaamua kuingia mitaani na kukimbia familia zao. Lakini watoto hao zaidi ya 2000 hapa Mwanza sio watu wa Mwanza wengi, kwa sababu hii ndio kitovu cha uchumi wa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo ni watoto kutoka mikoa mbalimbali ya kanda ya Ziwa. Tumewakuta wengine wanatoka Bukoba, wengine wanatoka Musoma, wengine wanatoka Shinyanga na maeneo ya namna hiyo. Kwa hiyo mkakati wetu ule umeweka namna ya kudhibiti pia ukuaji wa watoto wa mitaani, kwa sababu tunaamini hawa ndio panyarodi wa mwakani. Kwa hiyo tumeendelea kudhibiti hali hiyo. Tumezindua mkakati maalum na tunalo chapisho letu la namna ambavyo tunakabiliana na changamoto ya malezi na makuzi ya watoto. Nafikiri ndio mkoa wa kwanza kitaifa, na Mheshimiwa Naibu Waziri nafikiri atatupongeza baadaye, ni mkoa pekee ambao umezindua mkakati maalum wa kukabiliana na changamoto zinazohusiana na malezi na makuzi ya watoto katika nchi yetu. Kwa hiyo mkakati huo upo, tumeuzindua na tunaendelea kuusimamia. Hali kadhalika Mwanza tunavyo vituo 220 vya kulelea watoto wa mchana, lakini vituo 23 vya kulea watoto katika mazingira magumu, walioko katika mazingira magumu.